Pesa ziliendelea kuongezeka. Kila nilipomwangalia Baraka akidhoofika kiakili, ndivyo biashara zangu zilivyozidi kunawili. Nilifungwa maduka Kariakoo, nikaagiza mizigo China, kila kitu nilichogusa kilikuwa dhahabu. Lakini nyumbani kulikuwa na baridi kali. Zuena alianza kukonda kwa mawazo. Usiku nilikuwa namsikia Baraka akiongea lugha isiyoeleweka, sio Kiswahili wala Kiingereza. Ilikuwa lugha ya miguno na sauti nzito kama za wazee. Siku moja usiku, nilistuka kutoka usingizini, nikakuta Baraka amesimama kando ya kitanda changu akiwa ameshika kisu. Macho yake yalikuwa meupe pe, hamna mboni. Nilipiga kelele, "Baraka!" Aliangusha kisu na kuanguka chini, akizimia. Tulipomwamsha, hakukumbuka chochote. Hali ilizidi kuwa mbaya. Pesa zilikuwa hazina ladha tena. Nilikuwa nikiendesha gari la kifahari huku nikilia. Nilijaribu kutoa sadaka kanisani na msikitini, lakini amani haikuja. Niliamua kurudi Sumbawanga. Nilihitaji kuvunja mkataba. Bora nirudi kuwa maskini wa kubeba mizigo, lakini nimrudishe mwanangu. Nilipofika kwa mzee Kifimbo mara ya pili, hakunikaribisha kwa kicheko kama mwanzo. Alikuwa amekasirika. "Umerudi kufanya nini hapa? Masharti ya waganga hayavunjwi kama unavyovunja nazi," alifoka. Nilipiga magoti na kulia. "Mzee, chukua pesa zote, chukua magari, chukua nyumba, namtaka mwanangu. Anateseka, amekuwa kama zombi. Tafadhali mzee." Mzee Kifimbo alinitazama kwa dharau. Juma, nilikuambia sitaki damu, nilitaka kivuli. Kivuli kimeshatolewa kafara kwa wakuu wa kuzimu ili wewe upate utajiri. Sasa unataka kurudisha biashara? Ndiyo, tafadhali. Basi sikiliza. Ili kivuli cha mwanao kirudi, lazima kuwe na mbadala. Lazima utoe kitu kingine cha thamani sawa na hicho. Niko tayari kutoa chochote, nilisema haraka, nikijua nina pesa nyingi. Sio pesa, mzee alisema kwa sauti ya chini. Inabidi utoe mkeo, uhai wa Zuena kwa ajili ya nafsi ya Baraka. Chagua moja. Ukimwacha mkeo, Baraka atageuka kuwa msukule kamili ndani ya siku 7 zijazo, na atakuua wewe na mama yake. Ukimtoa mkeo, Baraka atapona na utabaki na utajiri wako, lakini utakuwa mjane. Dunia ilinizunguka. Nilikuwa nimeingia kwenye mtego ambao hamna mlango wa kutokea. Nilimpenda Zuena kuliko kitu chochote. Nampenda Baraka. Sasa natakiwa kuchagua nani afe. Niliondoka Sumbawanga nikiwa nimechanganyikiwa zaidi ya mwanzo. Siku 7. Nilikuwa na siku 7 za kufanya maamuzi. Nilirudi Dar es Salaam nikiwa kama mwenda wazimu. Siku ya kwanza na ya pili nilijifungia ndani nikinywa pombe. Sikutaka kumwona Zuena wala Baraka. Zuena aligundua kuwa kuna kitu na kificha. Siku ya 3 aliniweka chini. "Juma, mume wangu, tangu tupate hizi pesa tumepoteza furaha. Baraka anaumwa ugonjwa usioeleweka. Wewe unakunywa pombe. Niambie ukweli, pesa hizi umetoa wapi?" Machozi yalinilenga. Sikuweza kumwambia kuwa nimemuuza mwanaye. Sikuweza kumwambia kuwa natakiwa kumuuza yeye ili mwanaye apone. Siku ya 5 mambo yaliharibika. Baraka alianza kupata degedege kali. Ngozi yake ilianza kutoa harufu ya uvumba, harufu ile ile ya nyumbani kwa mzee Kifimbo. Nyumba ilianza kutetemeka usiku. Vyombo vilivunjika vyenyewe. Siku ya 6 nilijua sina chaguo. Niliamua kujiua. Niliona bora nife mimi kuliko kuchagua kati ya mke na mtoto. Niliandika barua, nikaeleza kila kitu. Nikaandaa sumu. Usiku wa kuamkia siku ya 7, nikiwa nimeshikilia kikombe cha sumu, Zuena aliingia chumbani. Alikuwa ameshika ile barua niliyoiacha mezani. Nilisahau kuificha vizuri. Alikuwa analia machozi ya damu. "Umemuuza mwanangu Juma? Umemuuza Baraka kwa ajili ya haya makaratasi?" Alinitupia mabunda ya pesa usoni. "Zuena, nisamehe. Nilifanya kwa ajili yetu." "Kwa ajili yetu? Hapana. Ulifanya kwa ajili ya tamaa yako. Sasa unataka kujiua ili tuachie sisi hayo majanga?" Ghafla, Baraka aliingia chumbani. Alikuwa amebeba kisu kile kile. Lakini safari hii hakumwangalia mtu yoyote. Alijielekeza kwangu. Nguvu ya giza ilikuwa inamtawala. "Muda umefika baba."
Sauti nzito ilitoka kinywani mwa mtoto wa miaka 5. Mzee Kifimbo anasubiri malipo. Zuena, kwa upendo wa mama, aliruka na kumkumbatia Baraka ili kumzuia asinichome. "Mwanangu, usifanye hivi." Na hapo ndipo janga la mwisho lilitokea. Katika purukushani ile, kisu kiliingia kifuani mwa Zuena. Kimya kilitawala. Baraka alianguka chini na ule weusi machoni mwake ukatoweka. Alirudi kuwa mtoto wa kawaida, akimtazama mama yake aliyejaa damu. "Mama!" Baraka aliita kwa sauti yake ya kawaida. Nafsi yake ilikuwa imerudi. "Zuena, niangalia kwa mara ya mwisho," huku uhai ukimtoka. Hakusema neno lolote la chuki. Alisema tu, "Rudisha pesa zao Juma, rudisha," na akaaga dunia. Kifo cha Zuena kilivunja mkataba, lakini kwa njia ambayo sikutegemea. Mzee Kifimbo alikuwa amepata damu aliyoitaka, ijapokuwa hakusema moja kwa moja. Baraka alipona kabisa, lakini alibaki yatima wa mama, na baba yake, mimi, nilikuwa muuaji. Polisi walikuja. Kesi ilikuwa ngumu kuelezeka. Waliamini ilikuwa ajali au ugomvi wa nyumbani. Nilitumia pesa zangu kuhonga ili sisifungwe, lakini hiyo haikusaidia dhamiri yangu. Baada ya mazishi ya Zuena, nilichoma moto nyumba yangu ya kihari. Niliuza kila kitu nilichokuwa nacho na kugawa pesa zote kwa vituo vya yatima. Nilibaki na nguo nilizovaa tu. Nilichukua Baraka na kurudi kijijini kwetu mkoani, mbali na Dar es Salaam, mbali na makaburi ya matamanio yangu. Leo hii mimi ni mkulima wa kawaida. Sina gari, sina suti, sina mamilioni. Ninaishi kwenye nyumba ya matofali ya kuchoma, lakini kila jioni ninaangalia machweo na mwanangu Baraka. Tunakula ugali na maharage, tunacheka na tunalala usingizi mnono bila kuota ndoto mbaya. Ndugu mtazamaji, hadithi hii ina funzo kubwa sana. Kwanza, hakuna njia ya mkato. Kwenye maisha, ukiona fursa inakuahidi utajiri wa haraka bila jasho, kimbia. Ibilisi hana tabia ya kutoa zawadi, anafanya biashara. Na bidhaa yake kuu ni roho yako na furaha yako. Pia, thamani ya utu. Umaskini wenye amani ni bora kuliko utajiri wenye mashetani. Nilikuwa na kila kitu, lakini sikuwa na furaha. Sasa sina pesa, lakini nina amani. Na mwisho, tamaa. Tamaa ilinipofusha, nikaona mke na mtoto wangu ni mzigo. Kumbe wao ndio walikuwa utajiri wangu wa kweli. Usidharau ulipo sasa. Huko ndiko kuna baraka zako. Kama umeguswa na stori hii, tafadhali share na wenzako ili wajifunze. Usisahau kusubscribe kwenye channel hii kwa visa vingine vya kusisimua na kuelimisha. Hii ni Braka Simulizi. Tuonane wakati ujao.